Maisha sio rahisi. Ninaelewa. Hii najua uliumizwa. Sijui nani aliyekuumiza au nini kilichotokea ulipoumizwa au ni wakati gani kilitokea, lakini najua kuna mtu amekuumiza. Labda maumivu dhidi yako yalikuwa madogo au makubwa zaidi. Inawezekana ikawa unyanyasaji wa kingono, mwanafamilia ambaye alichukua pesa za familia kwa ajili ya kwenda kunywa pombe, mtu aliyekuibia, mzazi aliyekupuuza, kukutelekeza au hata kukunyanyasa. Labda mtu aliyeshtaki kwa mashtaka ya uongo dhidi yako. Sijui hadithi yako, lakini najua kwamba kila mmoja wenu ana hadithi yake mwenyewe ya kuumizwa na mwingine. Na tunapoumizwa, mara nyingi tunachukua maumivu hayo na kuyabeba katika maisha yetu. Katika mfuko wa maumivu, aibu, lawama, kuiweka kwa siri ndani. Kwa hiyo tunasubiri. Je, tunasubiri haki, hukumu, majuto, msamaha, toba au msamaha ili waseme samahani? Kuomba msamaha, kutubu na kufanya uwe sawa. Ikiwa tunaomba na kusema chochote, sababu yako ni kusubiri ili waseme samahani. Ukihitaji wakulipe walichokukosea, vinginevyo iwe sio nzuri kwao au kwa jamii. Je, kuna wakati unajikuta ukisema siwezi kuwa huru kutokana na hasira mpaka watoe samahani ili kukufanya uwe sawa, kuwa na furaha na kutiwa moyo. Lakini inawezekana kuwa huru kabisa, huru kutoka kubeba mzigo kila siku. Mungu anatuambia katika kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari ule wa 32. Biblia inasema, tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyo wasamehe ninyi. Msamaha unategemea nini? Hadi wakati huo ninakuuliza, ni nini ipo ndani ya mfuko wako? Nani alikuumiza? Ni aina gani ya chuki, aibu, lawama gani unayo? Leta hiyo kwa akili na moyo ulio wazi kwenye kipindi kijacho. Kuna uhuru unaopatikana katika msamaha.